Kiwa kumpata mwenyekiti wa kamati ya waamuzi Tanzania, Bwana Nasor Hamdun. Bwana, karibu sana kwenye bao la asubuhi, dunia inakusikiliza sasa hivi. Asante sana, habari za asubuhi. Sisi tupo vizuri kabisa hapa Bongo FM, tunaendelea na mchaka na hongereni na majukumu yenu pia. Nashukuru pia, hongereni sana Bongo FM katika majukumu mazuri kabisa na ya maendeleo ya soka nchini. Okay. Hili la waamuzi kutoka Misri kuja kushiriki kuchezesha mchezo wa dabi siku ya kesho lina baraka zenu kama kamati ya waamuzi? Hakika siku ya kesho tarehe 25 mwezi wa 6 kutakuwa na dabi kubwa kabisa Tanzania, dabi kubwa kabisa Afrika Mashariki na ya Kati pia na Afrika nzima. Na dabi hiyo inachezwa katika uwanja wa Mkapa, na sisi kama kamati ya waamuzi tumebariki kabisa kujiwa waamuzi kutoka Misri kwa kuchezesha mchezo huo. Ilikuwaje? Nyinyi mliona hamtoweza kutafuta mmoja wakati waliopo hapa ndani wakachezesha dabi mpaka mkaruhusu wa nje kuja kuchezesha? Tumeona kwanza bora inafaa kwa sababu haya ni mashirikiano bora kabisa ya Rais Karia na TFF pamoja na chama cha mpira Misri na shirikisho la mpira la Afrika CAF. Na kwa nini imekuwa hivyo? Kwa sababu gani? Sasa hivi mashirikisho haya yameweka uwiano mzuri kabisa na ushirikiano mzuri kabisa kuhakikisha kabisa pia waamuzi wetu wanaenda kushiriki dabi za nchi zinginezo. Lakini ni kwa nini katika kipindi hiki ambacho kuna hii pressure inayoendelea halafu ndo wanakuja waamuzi kutoka nje? Ama na nyinyi mmeona kwamba kuna zigo la lawama litawaangukia? Hakuna lawama, haya ni maendeleo ya soka na utaratibu mzuri ya TFF, bodi ya ligi na kamati ya waamuzi kwa mashirikiano mabora kabisa. Kwani nyinyi wenyewe mnachoona kabisa kwamba dabi ya Kariakoo ni moja dabi katika Afrika, ni dabi ya 4. Ligi ya bora ya Tanzania imekuwa kati ya ligi kati ya bora mpaka 5. Kwa hiyo kwa vyote vile mashirikiano mazuri, chama cha mpira cha Misri kimefurahishwa sana na kuwaruhusu waamuzi wake kuja huku. Kwa sababu gani? Na wenyewe sasa watakwenda kuifuatilia vizuri dabi ya Kariakoo na ligi ya Tanzania inavyoendelea. Lakini shirikisho la mpira la Afrika pia limeruhusu waamuzi hao kuja hapa. Kwa sababu gani? Tanzania ni moja nchi inayokuwa kikubwa kabisa kisoka, kimaendeleo, lakini kiutawala bora katika shirikisho la mpira. Lakini sisi kama kamati ya waamuzi tumefurahishwa sana, na mtambue kabisa waamuzi wetu watatu ambao tulitegemea pia watachezesha dabi, Ahmed Arajiga, Frank Komba na Hamda Saidi, sasa hivi wako Misri. Na wako Misri kwa ajili ya kujiandaa na mashindano ya CHAN. Na ilikuwa ni bora zaidi kwa sababu wako Misri kule na tupata waamuzi kutoka Misri waje washiriki huku na wao wako kule katika ajili ya masomo. Kwa kauli yako Hamdun, ni kwamba isipokuwa Arajiga na hiyo combination yake ya kina Komba, waliosalia kuna mashaka, maana umesema mliotarajia wachezeshe wapo Misri. Na maana alikuwa ni yeye tu Arajiga? Mbona tuna waamuzi wengi nchini? Tunapanga sisi ratiba, tunapanga mpango maalum kama vile ofisi yako inapopanga mpango maalum wa kazi, na sisi kama kamati ya waamuzi TFF na bodi tunapanga mpango wetu maalum. Ukumbuke mechi ya Kariakoo dabi ilikuwa ni mechi ya kiporo ambayo tayari ilikuwa imeshapangiwa waamuzi wake. Sasa ratiba ilivyokuwa imetoka, waamuzi wengi wamekwenda mikoani, wamekwenda kushiriki. Ilikuwa sio rahisi kuwarejesha na sio rahisi kumrejesha Ahmed Arajiga kwa sababu elimu ni haki yake ya msingi. Na sisi kama TFF na kamati ya waamuzi tunasisitiza kabisa waamuzi wetu wazidi kupata elimu. Kwa hiyo sisi tuna waamuzi wazuri, lakini tumeona bora waje hapa tushiriki kutokana na ubora wa dabi ya Yanga na Simba, lakini pia mtazamo mkubwa wa CAF, shirikisho la mpira Afrika, shirikisho la mpira Tanzania, jinsi gani ambavyo inataka iwe bora zaidi. Kwa hiyo tumeona bora tupate usaidizi wa wenzetu waje hapo ili dunia nzima ielewe kwamba na sisi nao tuko pamoja. Ni nyinyi, ni bodi, ni TFF walioshauri kuja kwa waamuzi kutoka nje? Na ndio walengo wakubwa kwa sababu nyinyi wadau wa soka nchini ni kwamba ni nani kati hao watatu wali sisi sote kwa pamoja tunafanya kazi kwa pamoja. Hata sio bodi Tanzania, bodi ya Tanzania au TFF, na hata serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tunafanya nao kazi pamoja na kwa ukaribu zaidi. Sawa, kiongozi, pengine hili linaweza kuwa pia sehemu ya waamuzi wetu pia ku take notes, kwa sababu kujifunza si vibaya pia. Ni kweli kabisa, lengo la TFF, bodi ya ligi na kamati ya waamuzi kuhakikisha kabisa mchakato tulionao wa kuwezesha waamuzi chungu mzima ambao wa kimataifa kuja kuchezesha. Sisi kwetu waamuzi wa Tanzania kwanza ni fursa kubwa sana. Na mimi hilo naendelea kuipongeza sana TFF kunikubalia maombi ya kamati ya waamuzi. Tuendelee kupata wenzetu wa kujifunza aidha kwa kuona, kwa kusikia na kuangalia kwa vitendo. Lakini hili linatuletea pia ubora wa kwamba sisi tuna mashirikiano mazuri na wenzetu kwamba tukihitajika tunakwenda na tukihitaji na wenyewe wanakuja kufanya hilo jambo.
Sawa, hongera kwa baadhi ya waamuzi wako ambao unawasimamia kuwa wanafanya vizuri sana, kama Warajiga na wengineo. Pengine wale ambao kidogo bado wanaendelea kujifunza, wanakuletea changamoto gani wewe kama kiongozi? Kweli changamoto ni sehemu ya mwanadamu, ni changamoto ni sehemu ya kazi, lakini mimi naamini kabisa, kwanza nawapongeza sana waamuzi wa Tanzania wote ambao tumeshiriki pamoja kuchezesha ligi zote ambazo zinafikia tamati. Kwani mmeona ubora wa ligi ya Tanzania unachagizwa na waamuzi pia. Haya, unaona maendeleo ya vilabu vyetu mikubwa yanachagizwa na waamuzi wa Tanzania. Na hata sasa hivi inavyoendelea kwamba hii mikiki ya leo kesho tutapata bingwa, yamechagizwa na waamuzi wa Tanzania. Kwa sisi kama kamati ya waamuzi hatuna changamoto kubwa kwa waamuzi wetu, isipokuwa tunataka waamuzi wetu wote wanaokuja sasa hivi waendelee kujifunza, ili na wao au na sisi tutoe waamuzi wetu kwenda kuchezesha dabi za Misri. Sawa, mwisho kabisa, pengine msimu huu wewe unawapa waamuzi ngapi ya 10 kwa namna ambavyo wamechezesha msimu mzima? Mimi msimu huu nawapa hongera kwa sababu tathmini hatujatoa, lakini tukifika kwenye kamati baada ya mechi ya mwisho wa dabi na mshirikisho la mpira la CRDB, tutatoa tathmini yetu kama kamati ya waamuzi, tutaifikisha kwenye mamlaka zinazohusika na wadau wa habari ndio michezo yote tutaisikia. Lakini kwa yote na yote nawaunga sana mkono waamuzi wangu, lakini nawapongeza sana wadau wa habari, hasa Bongo FM. Mmekuwa ni wadau wakubwa kabisa kunionyesha mimi na kamati yangu kwamba tunakwenda wapi, tunaelekea wapi. Na pia nawapongeza sana wadau wote wa habari nchi nzima, wadau michezo kwa mashirikiano makubwa. Kwa hiyo mpaka sasa hivi na imani kabisa na wadau wote pamoja na waamuzi wote Tanzania kwamba tuko vizuri. Asante, asubuhi njema boss. Nakushukuru sana, asante. Yes. Nasor Hamduni huyo mwenyekiti wa kamati ya waamuzi Tanzania. Sawa. Tumemsikia mwenyekiti. Tumemsikia mwenyekiti amemaliza na ameeleka vizuri. Mimi kwangu pekee nikichukua ambacho mimi nimekichukua